الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tulisoma taarifu ya kalam na vigawanyo ya kalam na alama za kila kigawanyo. Haya yote tuliyasoma na nahisi yameshaeleweka insha Allah taala. Katika darasa ya leo tunasoma babu al-i'rabi wal bina. Tunasoma mlango wa al-i'rab na bina. Kwanza tunaanza na al-i'rab. Awalan al-i'rab. i'rab ni nini? قال المصنف باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. إعراب ni kubadilisha mwishoni mwa maneno, liikhtilafi alawamil aldakhilati alaiha, kwa sababu ya kutofautiana vitandia kazi ambavyo vinaingia kwake, yani vinaingia katika hayo maneno, lafdhan au taqdiran. Lafdhan au taqdiran, kimatamshi au kwa kukadiria. Kimatamshi au kwa kukadiria. Hii ndo al-i'rab. Hii ndo al-i'rab kwa watu wa nahwu. الشرح. لما فرغ المصنف من بيان الاسم والفعل والحرف، شرع في بيان أن كل واحد منها لا يخلو آخره من إعراب أو بناء. alipomaliza mwandishi kubainisha jina, kitendo na herufi, ameanza kubainisha kwamba kila mmoja katika jina na kitendo na herufi, la yakhlu akhiruhu min i'rabin au bina'in, haikosekani mwishoni mwake na i'rabu au bina. Haikosekani mwishoni mwake na i'rabu au bina. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم. إعراب ni kubadilisha mwishoni mwa maneno, liikhtilafi alawamil, kwa sababu ya kutofautiana vitendea kazi. Kwa sababu ya kutofautiana vitendea kazi. Nini maana ya haya maneno? Haya maneno maana yake ay tasyiru ahwali awakhir alkalimat, kubadilisha hali za mwishoni mwa maneno, min halati raf'i, kutoka katika hali ya rafu', ila halati nasbi, kwenda katika hali ya nasbi, au lijarri, au kwenda katika hali ya jarri, bisababi dukhuli alawamil, kwa sababu ya kuingia vitendea kazi. Kwa sababu ya kuingia vitendea kazi. Hii ndo maana ya taghyiru awakhir alkalim liikhtilafi alawamil, kubadilisha mwishoni mwa maneno kwa kutofautiana vitendea kazi. Kubadilisha hali za mwishoni mwa maneno kutoka katika hali ya rafu kwenda katika hali ya nasb, au kwenda katika hali ya jarri
bisababi dukhuli alawamil, kwa sababu ya kuingia vitendea kazi, kwa sababu ya kuingia vitendea kazi. Mfano wake nini? Mithaluhu, mfano wake at-taghayyur al-hasil fi harakati akhiri rajul, mfano wake mabadiliko ambayo yametokea mwishoni mwa haraka ya rajul, mwishoni mwa haraka ya rajul. Min qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala, qala rajulun, wa qawlihi ataqtuluna rajula, wa qawlihi awhayna ila rajul. Angalieni haya mabadiliko ambayo yametokea kwenye haraka ya mwishoni mwa rajul. Qala rajulun, hapo rajulun ipo katika hali ya rafu. Ataqtuluna rajula, hapo ipo katika hali ya nasb. Awhayna ila rajulin, hapo ipo katika hali ya jar. Kwa hiyo neno rajul limebadilika mwishoni kwa sababu ya kubadilika vitendea kazi, kwa sababu ya kubadilika vitendea kazi. Na kubadilika huku mwishoni, hii ndo al-i'rab. Huku kubadilika mwishoni, hii ndo inaitwa al-i'rab. Neno linatoka katika hali ya rafu, linaenda katika hali ya nasbi, linaenda katika hali ya jar, kwa sababu ya kubadilika vitendea kazi. Fa fil ayati al-ula, kwenye aya ya mwanzo, rufi'a rajulun, limerufaishwa neno rajul, maana yake limetiwa dhamma. Lianna al-amila, kwa sababu kitendea kazi qala, kitendea kazi qala, amila fihi ar-raf'a, kimefanya kazi ya rafu. Liannahu fa'iluhu, kwa sababu ni fa'ili wake, kwa sababu ni fa'ili wake. Na hapa tunapata ya kwamba kitendo kinamrufaisha yule fa'ili wake, kitendo kinamrufaisha yule fa'ili wake. Utasema safara Muhammadun, Muhammad ni fa'ili wa kitendo safara, na kitendo safara kimemrufaisha. Utasema akala Zaidun, Zaidun ni fa'il wa kitendo akala, kwa sababu yeye ndiye ambaye amekula. Kwa hiyo fa'il katika lugha ya Kiarabu anakuwa ni marfu'un, anakuwa ni marfu'un. Wa fi thani, aya pili, nusiba rajula, limenasibishwa neno rajulan. Lianna al-amila taqtuluna, kwa sababu kitendo taqtuluna amila fihi an-nasba, kimefanya kazi ya kunasibisha kwake. Liannahu maf'ulun bihi, kwa sababu ni maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi anakuwa ni mansub. Utasema sharibtu al-labana, akaltu at-ta'ama, akramtu ad-dayfa, wa hakadha. Wa fil ayati ath-thalitha, aya ya tatu, jurra rajulin, limejururishwa neno rajul. Lianna al-amila ila, kwa sababu kitendea kazi ila, amila fihi ni jarra, kimefanya kazi ya jar. Liannahu ismun majrurun bihi, kwa sababu ni jina ambalo limejururishwa na hii ila. Tuliona kwamba ila na wenzake katika hurufu al-jar zinajururisha jina ambalo linakuja baada yake. Awhayna ila rajulin
fahadha at-taghayyur, haya mabadiliko, min halati ar-raf'i ila halati an-nasbi, kutoka katika hali ya rafu' kwenda kwenye hali ya nasbi, ila halati al-jarri, kwenda kwenye hali ya jar, huwa al-i'rab, hii ndio i'rab. haya mabadiliko haya, hii ndio i'rab. Wa hadhihi al-harakat, na hizi harakati, ad-dhamma wal-fatha wal-kasra, hiya alamatu al-i'rab, hizi ndo alama za i'rab. Mabadiliko yenyewe kutoka katika hali ya rafu kwenda kwenye hali ya nasbi kwenda kwenye hali ya jar, hiyo ndio i'rab. Hizi harakati ad-dhamma wal-fatha wal-kasra, hizi ndo alamatu al-i'rab, hizi ndo alama za i'rab, ndo alama za haya mabadiliko. Wa hadhihi al-kalima allati taghayyara halu akhiriha, neno ambalo imebadilika hali ya mwishoni mwake, hiya al-mu'rab, ndio neno ambalo ni mu'rab. Hii ni neno ambalo imebadilika hali ya mwishoni mwake, hiya al-mu'rab, ndio neno ambalo ni mu'rab, yani ni neno ambalo linabadilika badilika, ndio neno ambalo linabadilika badilika. Wa maana qawli al-musannifi lafdhan au taqdira, maana ya kauli ya mwandishi lafdhan au taqdiran, ay anna at-taghayyura yakunu dhahiran au muqaddara, mabadiliko yanakuwa wazi au yanakadiriwa. Mabadiliko yanakuwa wazi au yanakadiriwa. Mwandishi aliposema, yani Ibn Ajurrum rahimahullah, lafdhan au taqdiran, anakusudia nini? Anakusudia ya kwamba mabadiliko ya i'rab yanakuwa dhahiran, yanakuwa yenye kudhihiri kwenye matamshi, au muqaddaran, au yanakadiriwa, au yanakadiriwa.